Habari za wakati, natumaini wote wazima. Niko hapa leo, natamani tujifunze kitu kimoja ambacho kinatuzunguka wote kwenye maisha yetu ya kila siku. Natamani tujifunze au nigusie kitu kinachoitwa mkataba. Mkataba ni makubaliano kati ya watu wawili au zaidi. Makubaliano hayo inaweza ikawa ni ya mtu na kampuni, mtu na mtu, au kampuni na kampuni. So kuna aina pia za mikataba. Aina ya kwanza ninayopenda kuizungumzia hapa leo ni ile ya kwa mdomo. Mkataba kwa mdomo, nikiwa na maana kwamba hii hapa haiandikishwi popote, kwamba watu wanakubaliana kwa kuzungumza. Aidha, mtu anaweza akasema kwamba nifanyie kazi hii hapa, aidha ni ya kulima, ya kupalilia kwa wakulima kule, nitakulipa kiasi fulani. Hawajaandikishana. Na aina nyingine ni ya maandishi, nikiwa na maana kwamba kuandikishana. So hii hapa nitagusia sana sana kwa inahusiana sana kwa wale makampuni, aidha watu wanaandikishana. Mtu anaenda kujiandikisha kwenye kampuni fulani ili kwa niaba ya kujiandikisha ili alipwe kiasi fulani cha fedha. Aina nyingine ya mkataba ninayopenda kuzungumzia hapa ni mkataba batili. Huu mkataba batili sana sana waga sio rasmi, unahusiana na maybe unafanya biashara ambayo sio halali, aidha ni kuuza bangi. Mkataba mwingine ni mkataba nusu maandishi na nusu kwa maneno. Hii hapa ni mojawapo ya aina nyingine ya mkataba ambao watu wanaingia kwamba amejiandikisha, kwa upande mwingine hajajiandikisha. Nataka ujifunze kitu kimoja hapa hivi, kwamba watu wengi wanaingia kwenye mikataba pasipo kuisoma, kwa maana kwamba wanakuwa na uvivu wa kuisoma mikataba, kwamba mtu analetewa tu mkataba ana sign tu pasipo kusoma. Hii inasababisha kwamba unaweza ukasaini sehemu ambapo uliambiwa kwamba utafanya kazi kwa miaka 4, kumbe wewe ulikuwa na dhumuni la kufanya kazi aidha kwa wiki 4. Sasa hii hapa inapelekea ukasaini, unapelekea kutokujua kwamba kumbe umejiingiza kwamba unaweza ukawa mtumwa wa huo mkataba, umejisainisha pasipo kupenda. Yaani hii hapa hivi ni kutokana na uvivu wetu wa kutokusoma. Mimi nipo hapa hivi tuelekezane wote kwamba tunatakiwa tuwe tunasoma mikataba, tusiwe wavivu wa kusoma mikataba. So kuna faida za mikataba. So faida ya kwanza, mkataba unaweza ukakupa uhuru wa kisheria. Uhuru wa kisheria kiaje? So maana pale unapokuwa na mkataba wako unaweza ukawa na uhuru wa kufanya kitu, kwa ina maana kwamba hamwezi mkageukana, maana mnakuwa mmeandikishana kisheria. Hiyo ndio faida ya kwanza. Faida ya pili ninayopenda kumalizia hapa inaweza pia faida ya pili ninayopenda kumalizia hapa hivi, hii hapa niweke sawa tuelewane. Mkataba unakuhakikishia usalama wa mali zako.
Kwa mfano, wewe unaingia mkataba na kampuni ya bima. So unaweza ukawa, yani kabla hujapata tatizo unaweza ukachukua kwamba hii kampuni ya insurance inakuwa kama vile inakuletea hasara fulani hivi, ila ukishapata hilo tatizo au janga, maybe hiyo kama umeweka ya insurance, kama umepata tatizo la janga la moto, kwa hiyo inaweza ikahusiana na kukulipa hizo fidia. Asante.